Majina naitwa David Filipo, ni katibu wa wajasiriamali wadogo masoko na minada mkoa wa Mwanza, lakini kwa sasa nasimamia uanzishwaji wa kanda ya Ziwa. Tumekutana kwa ajili ya uboreshaji wa mikataba ya wadau wanaotusafirisha. Kwa hiyo tulikuwa tunatengeneza namna rafiki ya kuweza kuwapa unafuu watu wetu ambao tunawaongoza, lakini pia wateja wetu ambao ni wasafirishaji. Kwa kuna namna tulitengeneza mikataba kwa awamu ya kwanza kwa sababu ilikuwa bado ni ugeni, lakini kadri utekelezaji wa mikataba unavyoendelea ndivyo tunavyopata uzoefu na kujifunza tufanye nini wakati gani na kwa sababu zipi. Ndio maana leo tumeita viongozi wa wilaya zote zinazozunguka mkoa wa Mwanza, kasoro Ukerewe na Buchosa, kwa sababu kimsingi wanachama wao bado ni mpya na hawajaingia kwenye hii adha. Tulikuwa na hawa ambao tayari wapo kwenye mfumo na tumefanya kwa miaka miwili sasa. Mikataba hii manake tunafunga ndoa kati ya sisi tunaofanya biashara ndogo ndogo minadani na yule anayebeba mizigo yetu mnadani kwa ajili ya usalama wa kulinda mizigo yetu, lakini pia na yeye kumlinda kwenye kazi zake, ili asije mtu mwingine yeyote kuleta gari kiholela kuja kupakia mizigo mnadani kama hatuko na mahusiano naye. Wamekuwa wakifaidika kwa hilo kwamba sisi tunawakubalia wao ndio wanaopaswa kubeba mizigo kwetu, si kila mtu anapaswa kuja kubeba mizigo kwetu. Kwa hiyo tuna watu ambao tulikubaliana nao na tukawateua maalum kwa ajili ya kufanya zoezi hili. Kwa majina naitwa Jumanne Kombo, mwenyekiti wa Udumani Nyamagana Ilemela. Hii mikataba kwanza inatupa heshima kati ya kampuni na wanajumuiya kwa pamoja, namna ya kuenda mizigo yetu na namna ya wao pia kujiendesha. Lakini pia mikataba imetupa namna kila mwanajumuiya kupata angalau asilimia ambayo inaweza kumsaidia kwenye matatizo ya kijumuiya. Kwa maana kila gari kuondoka inatupatia asilimia kadhaa, ambapo hiyo fedha inaenda kwenye mfuko wa jumuiya, na mfuko wa jumuiya unaweka kwenye jumuiya kamili, alafu tunakuwa na namna ya kumsaidia mwanajumuiya anapopata matatizo na changamoto inatokea ghafla, inamsaidia kuliko kwenda kuomba kwa mtu. Kwa hiyo tunakuwa na usimamizi wa fedha. Kwa majina naitwa Judith Thomas Misana, ni mjasiriamali wa masoko na minada mkoa wa Mwanza. Tunahusika katika wilaya za Ilemela, Nyamagana na saa nyingine nje ya mkoa. Mimi nafanya biashara ya mnadani. Kitu kilichonisukuma kwenda kuwa mfanyabiashara mnadani ni ile kutafuta kipato kwa ajili ya kuendesha familia yangu. Changamoto zipo. Changamoto nyingi tunazozipata ni kupata uhamisho kupitia serikali, kutaka eneo labda tunalofanyia kazi, kufanyia shughuli za taasisi ya serikali sisi na kupewa eneo jingine jipya. Kwa kweli hapo ni changamoto kubwa, kwa unakuta umefika eneo geni ambalo hata wateja unaanza moja. Kwa hiyo unakuta unaweza ukapitia msoto wa miezi 5 mpaka 6. Pia faida zipo. Tunapata faida, unafanya biashara, unapata faida, watoto wanakula, wanasoma na unaendesha maisha kwa ujumla. Jina naitwa Mtida Rumanyika, katibu mtendaji wilaya ya Magu. Kwa kweli biashara imenisaidia, nauza, faida ninayoipata nakizi mahitaji yangu. Kama sasa hivi na mgonjwa pale nyumbani, mama yangu ni mgonjwa, lakini inanisaidia, naweza nikanunua dawa, nikamsomesha mwanangu, yale mahitaji madogo madogo. Kwa kweli imenisaidia.